Naam, tunaendelea na tunaangalia athari za matumizi ya simu hasa kwa upande wa macho. Hilda. Naam, Goodluck, kama ambavyo umeeleza athari za matumizi ya simu kwa upande wa macho, ikiwa teknolojia imekuwa na kwa kiasi kikubwa matumizi ya simu yamekuwa yakitumika kwa njia mbalimbali, na tutakupitisha hapa kuangalia takwimu hasa muhimu kwenye mawasiliano nchini. Na kwa mujibu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA mwaka 2024, kwanza idadi ya simu rununu maarufu kama simu za vitochi idadi yake ni 1,825,801, lakini kwa upande wa watu ama idadi ya simu janja ama smartphones ambazo zipo ni 20,118,846. Kwa upande wa idadi ya line za simu zilizosajiliwa kufikia Machi 2025 ya mwaka huu ni 90,400,000, huku tukiangalia kwa upande wa idadi za dakika za huduma za sauti zilizotumika katika robo ya kwanza ya mwaka ni 40,600,000. Na hii inadhihirisha ni kiwango gani Goodluck, hasa tuna idadi kubwa ya watumiaji wa smartphones ama simu hizi janja, na hiyo ni takwimu muhimu hasa katika masuala ya mawasiliano. Lakini mbali na hilo, tuangalie pia kwa upande mwingine hasa idadi za jumbe fupi katika robo ya kwanza ya mwaka, ukiwa unaelezwa ni kufikia bilioni 50. Chatting hizi ni kwa kiasi kikubwa. Lakini watumiaji wa interneti kufikia robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2024-2025 ni milioni 54.1, na wastani wa Watanzania wanaotumia huduma za interneti ikiwa ni zaidi ya 60%. Na ni takwimu hizi kwa mujibu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa mwaka 2024. Lakini mbali na hizo zipo pia hasa hii ikieleza kuhusiana na idadi ya waathirika wa simu na vifaa vya kielektroniki kwa mujibu wa chanzo ambacho kiliandikwa kupitia gazeti la Mwananchi. Naeleza zaidi ya watu bilioni 2 duniani wana matatizo ya macho, matumizi ya vifaa vya kielektroniki ikiwa ni miongoni mwa vyanzo ambavyo vinatajwa. Na kwa upande wa Tanzania milioni 12 ni waathirika wa macho, ikiwa 30% wanaolalamika kuhusu kuchoka macho, kuona ukungu na maumivu ya kichwa kutokana na matumizi ya muda mrefu ya simu. Lakini 70% ya vijana hutumia simu zaidi ya saa 6 kwa siku, jambo ambalo linaongeza ile hatari ya matatizo ya macho. Na unajua wataalamu pia wanashauri, na tutasikia pia kuna muda ule ambao unapaswa kutumia simu, lakini kuna muda pia bila shaka tunatakiwa kupumzika katika hilo. Lakini mwaka 2024 watu milioni 1.5 walihudumiwa kwenye clinic za macho nchini. 42% ni watoto wenye umri chini ya miaka 15, kati yao ikiwa 6.3 walifika wakiwa tayari na ulemavu au hali ya kutokuona ama katika matatizo hayo. Na pengine tuanzie hapa. Tunaye mtaalamu wa masuala ya macho ama kwa kitaalamu wanasema optometria, atatujuza zaidi pia kuhusiana na hili. Henry Ngogo, karibu sana. Asante. Karibu sana Henry. Asante, nashukuru kwa kunikaribisha. Na kwanza pengine tuanze kwa kufahamu tunaposema matumizi ya simu ambayo yanaweza yakaathiri afya ya macho, ni matumizi ya aina gani? Nashukuru ndugu mtangazaji, na shukuruni kwa kunialika studio. Matumizi ya simu ambayo yanaweza yakaathiri afya ya macho ni pale mtu ambapo anakuwa anatumia simu kwa muda mrefu kupitiliza. Na mara nyingi hii hutokea pale ambapo mtu anatumia simu kwa masaa 3 na kuendelea kwa muendelezo bila kupumzika. Hiyo inaweza ikapelekea saa 3 na kuendelea. Hiyo inaweza ikapelekea shida mbalimbali katika afya ya macho ambazo zinaweza zikamuathiri mtumiaji. Sasa saa 3 na kuendelea. Maana kufikiria kwa matumizi ya mfululizo ama kujumlisha siku katika saa 24 za siku, mtu atakiwa angalau ametumia simu kwa muda gani?
Unapofanya matumizi ya simu ni vyema ukawa unapumzika. Kwa hiyo lakini ukikaa na simu hivi kuanzia masaa 3 na kuendelea moja kwa moja, kuna athari ambazo zinaweza zikawa zinatokea kwenye afya ya macho yako. Kwa hiyo inashauriwa ukitumia simu kwa muda kadhaa, ndio unashauriwa kuinuka au kuiacha simu kabisa na kufanya shughuli zingine ili macho yako yapate kupumzika pia. Hiyo itasaidia pia kupunguza madhara ya simu kwenye afya ya macho. Okay. Na kupumzika sasa, tuseme anatakiwa aweke gap ya muda gani kupumzika? Kitu ambacho inatakiwa kila mtu ajue, unapokuwa unatumia simu, kwanza kitu cha muhimu, simu iwe mbali kidogo na macho yako. Angalau umbali wa sentimita 40 kutoka kwenye macho yako. Kwa hiyo hautakiwi kuileta simu hapa karibu. Angalau ikae hapa, then uwe unatumia simu. Kwa angalau sentimita 40 kutoka kwenye macho yako. Kama hapo alivyo. Yes. Lakini pia unapotumia simu kuna matatizo ambayo yanaweza yakatokea kwa sababu ya utumiaji wa simu wa muda mrefu. Kwa hiyo tunashauri uwe una break between session. Macho yetu yanatumia nguvu nyingi sana unapoangalia kwa karibu. Kwa unapoileta simu karibu zaidi, macho yanatumia nguvu zaidi. Unaweza ukapata shida kama kuumwa kichwa au macho kuwa makavu. Kwa hiyo ukiweka kwa mbali, at least macho yanakuwa hayatumii nguvu sana. Lakini vile vile ni vyema ukawa una break, unapumzika. Na kuna kitu tunaita 20-20-20. Ni kwamba hii ni kama sheria ya matumizi mazuri ya vifaa vya kidigitali. Unapotumia simu au kifaa kingine chochote cha kidigitali, kila baada ya dakika 20, angalia umbali wa futi 20, angalau kwa sekunde 20. Itakusaidia macho yako yapumzike, kwa sababu unapoangalia kwa mbali macho yako yanakuwa yanapumzika. Lensi ya jicho ambayo inahusika na kufocus inakuwa inapumzika. Kwa hiyo inasaidia pia macho yako kutokutumia nguvu nyingi na baadaye ukapata madhara kama kichwa kuuma au ukavu macho. Sasa kuna wale ambao kazi zao zinategemea kutazama simu muda mrefu. Kwa labda wanafanya kazi kwenye digital platforms, ni social media managers. So muda mwingi wanakuwa wanatumia simu kwa ajili ya kupost na vitu kama hivyo. Kuna wengine wanaofanya biashara, muda mwingi wanatumia simu katika kupost biashara zao na kufuatilia engagements za kwenye mitandao. Hao na wenyewe wafanye nini? Ni vile vile tu kama nilivyoongea. Solution hiyo ambayo nimeitaja hapo nyuma itasaidia. Kwanza simu umbali wa sentimita 40 ambao tumeongelea. Lakini kitu kingine ambacho wanaweza wakafanya ni kupumzika. Kama utashindwa kabisa kupumzika kila baada ya dakika 20, at least uwe kila baada ya saa moja unapata break, at least 5 minutes break kwa ajili ya kustretch, lakini pia kuangalia kwa umbali mrefu wa angalau mita 20 ili macho yako yapate kupumzika. Kuna ambao wanatumia simu akiwa labda kwenye giza ama chumba ambacho kinakuwa hakina mwanga, na hii inasema kuwa na athari. Ni athari gani ambazo wanaweza kuzipata zaidi katika mazingira hayo? Ukiwa unatumia simu wakati upo gizani, sio haishauriwi. Ni vyema ukawa sehemu ambayo kuna mwanga, kwa sababu ule mwanga wa simu kwanza utaileta kwa karibu zaidi. Lakini mwanga wa simu, kuna aina ya miale ambayo inatoka kwenye simu ambayo inaitwa blue light. Blue light, tafiti mbalimbali japokuwa hazijawa na hitimisho bado, lakini zinaonyesha inaweza ikawa na athari tofauti kwenye macho, ikiwemo kichwa kuuma, lakini ukavu wa macho, lakini kwa baadhi ya watu pia inaweza ikasababishia tatizo la kutokuona vizuri kwa mbali ambalo linarekebishika kwa miwani. Kwa hiyo ni vyema ukawa kwenye mwanga wa kutosha ili isikusababishie hayo matatizo, ikiwemo hasa tatizo la kichwa kuuma. Lakini pia unapotumia simu
gizani inaweza pia ikainterfere na hali ya usingizi wako. Hiyo imethibitishwa kabisa kisayansi. Unapokuwa unatumia simu ukiwa gizani, miale ile inayotoka kwenye simu, ile miale ya blue huwa inainterfere homoni ambayo inahusika na usingizi. Kwa hiyo unaweza ukachelewa kulala au usingizi wako usiwe mzuri kama vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hiyo ukitaka kutumia inabidi washe taa. Yes, washa taa, lakini pia inashauriwa usitumie simu ule muda ambao unakaribia kulala. Kama ratiba yako kulala ni saa 4 kamili, basi at least acha kutumia saa 1 kabla ili upate usingizi. Saa 3 acha kutumia simu. Ili upate usingizi ambao ni mzuri. Ndiyo. Kwa sababu ukitumia simu kabla ya kulala itainterfere pia na wewe hali yako ya kulala. Ule mwanga wa blue sasa usipate usingizi ambao ni mzuri na wa afya. Yaani kuna mtu mwingine kitu cha mwisho kukiona kabla ya kulala ilikuwa ni simu yake, na kitu cha kwanza kukiona baada ya kuamka ni simu. Yes, haitakiwi kwa. Yaani anaachana na mwanga wa simu ndo analala. Kwa kiamka cha kwanza kabisa yaani amefungua macho anakutana na mwanga wa simu. Haipaswi kuwa hivyo. Hilo limethibitishwa kabisa kwamba simu ina-interfere sana. Mwanga ule unaotoka una-interfere sana na sleep cycle. Kwa sababu homoni ambayo inahusika na wewe upate usingizi mzuri, huwa ukiwa unatumia mwanga wa blue unaizuia ile homoni kuwa produced. Kwa hivyo basi mtu anashindwa kupata usingizi mzuri. Tofauti ya mwanga wa simu na mwanga wa gadgets nyingine kama TV, laptop ni nini? Kwa bahati mbaya vifaa vyote hivyo vya kidigitali vina release huo mwanga. Yes, lakini kitu kama simu unakitumia pia kwa karibu zaidi. Yes, ikiwemo pia vifaa vingine kama tablet au laptop. Kwa hiyo mwanga wake unakuwa exposed zaidi. Ndio yale maana. Vyote vifaa vya kidigitali vyote huwa vina. Kuna vingine inabidi uachane navyo lisali moja kabla hujalala. Inategemea pia na exposure sasa. Simu wengine wanakuwa wanaiweka karibu sana. Kwa hiyo inaathiri zaidi. Yes. Ni dalili gani ambazo zinaweza kuashiria umepata madhara ya matumizi ya simu hasa ambayo yamekuathiri afya ya macho? Mara nyingi kitu ambacho mtu atalalamika ni kuumwa na kichwa. Atakuwa anapata maumivu ya kichwa. Hiyo ni dalili kuu ya watumiaji wa muda mrefu wa simu, wanaotumia simu kwa muda mrefu. Kichwa kitakuwa kinauma, lakini kitu kingine atakuwa ata experience ukavu kwenye macho. Kwa sababu kikawaida mtu anatakiwa awe tuna machozi ambayo yanakuwa kwenye macho. Kazi yake kubwa ni yana act kama lubricant, kilainishi, ili macho yaweze kufunga na kufungua kwa urahisi. Lakini mtu anapokuwa anatumia simu kwa muda mrefu anakuwa ana concentrate kiasi kwamba anashindwa kufunga macho. Blinking inasaidia kufunga macho. Huwa inasaidia kusambaza haya machozi. Kwa hiyo asiposambazwa vizuri mtu anapata hali ya ukavu wa macho. Kwa hiyo inapelekea pia anaangalia simu muda mrefu bila kufunga macho, kwa macho anapata ukavu. Hiyo ni dalili mojawapo. Yes, lakini kitu kingine ni kwamba kama nilivyosema huwa ina-interfere pia na usingizi. Kwa hiyo pia mtu anaweza akawa anajikuta anashindwa kulala vizuri. Akienda kulala anachukua muda mrefu mpaka apate usingizi. Hiyo inaweza pia ikawa ni athari ya matumizi ya simu kabla ya kwenda kulala. Lakini athari za muda mrefu hasa kwa watoto ambao wanatumia vifaa vya kidigitali muda mrefu, tafiti zinaonyesha kwamba wanakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la kutokuona mbali ambalo linaweza likarekebishika kwa miwani. Kwa hiyo ambayo kwa Kiingereza inaitwa short sightedness au myopia. Yes, ambalo ni janga kubwa sana. Yes, takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kwamba kufikia mwaka 2050 karibia nusu ya watu ulimwenguni
wanaathirika na short sightedness au tatizo la kutokuona mbali ambalo linarekebishika na miwani. Yeah. Kwa miwani ndo dawa pekee. Miwani inakuwa inasaidia sasa huyu mtu aone vizuri. Lakini moja kati ya visababishi ni kufanya kazi za karibu muda mrefu, ikiwemo kutumia simu muda mrefu. Yeah. Yes. Sasa kwa watoto sasa tumezungumza kuhusiana na huo muda ambao mtu anatakiwa kutumia, lakini kwa watoto na wenyewe ni hivyo hivyo. Watoto tunafahamu kwamba watoto wao bado wako fragile kutokana na kwamba kwanza kinga zao ndo kwanza zinakuwa zinaimarika, vitu vingi ndo vinajitengeneza. Sasa hivi tunajua kwenye zama za digital mtoto anapewa simu, hata mtoto wa miaka 5 tayari anapewa simu, anakuwa exposed kwenye mwanga wa simu. Sasa hii kwa watoto utaratibu ni huo huo ama wenyewe wanatakiwa na utaratibu wao wa tofauti kwenye matumizi ya simu? Kuna vitu ambavyo vinaongezeka kwa watoto. Yeah. Ni kweli wazazi wengi siku hizi wanapenda kuwapa watoto simu. Mtoto akilia, simu inakuwa ndo kama kitu cha kumpa ili atulie. Lakini simu au tableti kwa mtoto pia hatakiwi kumwekea ratiba ya kutumia kwa muda mrefu kwa siku. Kwa hiyo anaweza akawa anaitumia kwenye vitu mbalimbali ikiwemo masomo, lakini pia lazima kuwe na limitation. Kwa hiyo kwa watoto lazima pia aiweke mbali anapoitumia, umbali ule wa sentimita 40, kwa sababu akiiweka karibu sana anakuwa kwenye hatari ya kupata matatizo hayo pia. Lakini pia kwa watoto angalau isizidi masaa 2 kwenye matumizi ya hivi vifaa vya kidigitali. Lakini pia ni muhimu sana kwa watoto kupata muda wa kucheza nje, kwa sababu afya ya macho ya watoto wakiwa wanashinda sana ndani wanakuwa kwenye hatari kubwa zaidi wao ya kupata matatizo ya macho ya kutokuona vizuri kwa mbali au myopia. Kwa hiyo akiwa anapata muda pia wa kucheza nje, macho yanakuwa yanapata kuzoea kwamba inatakiwa pia nione na mbali. Kwa hiyo inamsaidia mtoto kutokupata hii changamoto ya kutokuona vizuri kwa mbali. Kuna vifaa maalum ambavyo vinaweza vikasaidia kupunguza athari zinazotokana na mwanga wa simu. Kwa mfano, labda kuwa na miwani maalum or something. Ndio, kuna aina za miwani ambazo huwa zinasaidia kupunguza athari za matumizi ya simu au vifaa vingine vya kidigitali. Lakini ni muhimu pia hata ukiwa unatumia hivi vifaa lazima ufuate zile sheria ambazo nimezi-mention hapo nyuma. Kuweka simu katika umbali wa sentimita 40 kutoka kwenye macho yako. Ndio. Kupumzika kila baada ya dakika 20 unapotumia vifaa vya kidigitali, na kuangalia kwa mbali angalau umbali wa futi 20. Lakini pia ni muhimu sana kwa katika hivyo vifaa ukapewa na mtaalamu. Sio miwani yoyote ambayo unaweza ukaichukua ikakusaidia. Ni hatari kutumia miwani ambayo hujapimwa na wataalamu. Kwa hiyo inashauriwa upimwe na wataalamu ambao wamesajiliwa na Wizara ya Afya ili uweze kupata miwani ambayo unastahili kutokana na vipimo vyako. Ili usipate athari za kutumia miwani bila kupimwa na wataalamu. Sasa kuna dhana ya digital eye strain ambayo ndio inaelezea pia hasa athari hiyo, na unaiona ipo kwa kiasi gani hasa ukiangalia kwa sababu umekuwa pia ukikutana hasa na wagonjwa mbalimbali? Ipo kwa wingi, sio kwa uchache. Hatuna takwimu ambazo zina pinpoint kabisa kuonyesha ukubwa wa tatizo, lakini kwenye nchi zingine za Kiafrika ambazo zinafanana na sisi inaonyesha tatizo lipo kwa ukubwa hadi wa 60% kwa watu. Lakini hasa tatizo linatokea kwa wale professionals au wanafunzi ambao wana matumizi makubwa ya hivi vifaa vya kidigitali. Professional ambazo zinakuwa affected sana ni kama bankers ambao muda mwingi wanakuwa
wapo wanatumia vifaa vya kidigitali kama simu au tableti. Yes, hiyo ndo ukubwa wa tatizo lililopo, lakini inazidi kuongezeka siku hadi siku kwa sababu pia watu ambao wanatumia vifaa vya kidigitali kama simu wanazidi kuongezeka pia. Okay, sasa leo bana ni tumeweka mjadala huu kwa ajili ya kupunguza madhara ambayo yanatokana na janga la matumizi ya simu. Sasa inaonekana simu imeshakuwa ni maisha yetu ya kila siku, na watu wengi wanatumia, watoto, vijana, hata wazee, kutokana na zama tulizopo hivi sasa za digital. Lakini yote kwa yote, ujumbe wako wa jumla ni upi, Henry, katika kipindi kama hiki, na kama ulivyosema kwamba pengine huenda 2050 nusu ya watu duniani wakawa wana matatizo hayo ya macho ambayo yanatokana na simu? Ujumbe wangu wa mwisho naweza nikasema kwamba matumizi ya vifaa vya digitali kwa dhama hizi hayaepukiki. Kwa hiyo, lakini ni vyema kujilinda. Unapotumia kifaa chochote cha kidigitali, kitu cha muhimu kwanza, weka umbali wa angalau sentimita 40 kutoka kwenye macho yako. Lakini pia kumbuka kupumzika. Kila baada ya dakika 20 kama unatumia simu au kompyuta, angalia kwa mbali. Usiangalie simu yako kwa muda mrefu bila kupumzika. Angalia angalau umbali wa futi 20 kwa sekunde 20 ili macho yako yapate kupumzika. Yes, lakini pia kama utataka kutumia miwani ya kujikinga na athari zitokanazo na simu au vifaa vingine vya kidigitali, ni vyema wakawaona wataalamu ambao wako registered. Usitumie miwani bila kufanyiwa vipimo, kwa sababu inaweza ikahatarisha afya ya macho yako zaidi. Ndio. Shukran sana Henry, asante. Asante sana. Ni Henry Ngogo ambaye ni mtaalamu wa optometria, akitujuza kuhusiana na mengi hasa kuhusu afya ya macho.